Kwenye baridi kali, mkojo wake hugeuka kuwa barafu papo hapo, na hii ghafla inachochea ubunifu ndani yake. Wakati huo huo, anaupanda kwenye ardhi na kuugeuza kuwa aina ya sanaa ya ajabu. Kuona ndevu zake nene ndefu, sokwe wanadhani yeye ni mmoja wao. Kwa muda, anaishi maisha ya utulivu nao, akifurahia uandamani wao wenye joto na usalama. Lakini kwa sababu yeye ni binadamu, anaanza kuhisi kukosa utulivu na anataka kurudi kwa watu wake. Siku moja, ananyoa ndevu zake na kuendelea na safari yake. Njiani, anakutana na dinosaur wadogo. Ili kuokoa maisha yake, anatengeneza manati kwa kutumia elastic na kuwatisha dinosaur wale. Dinosaur mmoja anaonyesha urafiki kwa kumpa sega la nyuki lililojaa asali, lakini kuumwa na nyuki mkubwa kunampotezea fahamu na kabila linamwokoa. Baada ya muda, kabila lile lile linamkamata na kumfanya mtumwa. Safarini, anaokoa maisha ya mtu aliyejeruhiwa na kupata urafiki wake. Baadaye, ajali wakati wa kupanda mnara mrefu inazidisha matatizo yake, lakini kwa sababu ya marafiki zake na maombi ya mtazamaji, anasamehewa baada ya kufukuzwa kutoka kabila. Anaishi na ukoo mpya huko, anawafundisha kulima, kutengeneza mitego na njia mpya za kupika chakula. Kwa sababu ya ujuzi wake, maisha ya ukoo mzima yanaanza kubadilika. Lakini siku moja, ukoo mkubwa na wenye nguvu zaidi unawashambulia. Wanaamua kusuluhisha mzozo kwa mechi ya mpira wa miguu. Baada ya mchezo mgumu na wa kusisimua, mwanamume anafunga bao la mwisho la ushindi. Kwa sababu ya bao lake, ukoo wake unashinda. Rafiki yake anapata upendo aliotaka, na amani na urafiki vinaanzishwa milele kati ya koo hizo mbili. Safari ya mtu mmoja mpweke ilifundisha kwamba kuitawala dunia huna haja ya silaha. Uelewa, mikakati na ubinadamu vinatosha.